Balaa zito linasonga mbele na hii ni episode ya 6 Likapi Yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 5 basi hakikisha unagusa hiki pop up kinatokeza juu kabisa upande wa kulia maskini mwako. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Bidada Harang alishapata ishara na maono ya kwamba kuna mtu ambaye alivalia saa ambayo ina lebo ya vipepeo. Huyu mtu atakwenda kutekeleza mauaji karibia ya watu wawili. Sasa ikawa shida ni kwamba ni nani ambaye atakwenda kufanya mauaji hayo? Bidada Harang akiwa ameambatana na Mwamba Black moja kwa moja akatimba katika nyumba ya mzee mmoja anayefahamika kama Taejo. Yule mzazi yule dogo ambaye alikuwa anakatazwa kipindi kile kuhudhuria katika jumba la sinema, lakini dogo akakataa na kwenda kufa katika lile jumba. Katika kufuatilia akagundua kwamba huyu mzee Taejo katika chumba chake kuna majarida mengi sana yanayoonyesha tukio zima la ajali ile ambayo iliweza kuondoa watoto 300. Sasa hii kitu ni kama alikuwa anakipeleleza kwa muda mrefu na hayupo hapa ndani. Walipomkosa mzee Taejo pale nyumbani kwake, moja kwa moja akaenda kwa rafiki yake wa karibu sana, alikuwa anafahamika kama mzee Mensuk. Walipofika tu kwa mzee Mensuk wakaanza kumuuliza, "Je, mzee Taejo umeweza kuonana naye?" Mzee Mensuk akasema kwamba kutoka miaka 15 ilipoweza kupita, watoto 300 walipoweza kufia katika ile jumba la sinema, basi mzee Taejo aliweza kutoweka ghafla, lakini alikuwa akipeleleza sana tukio hili. Mr. Black akawa amemtilia shaka huyu Mensuk, akawa amemwagia kinywaji katika eneo la kiatu. Mwamba akawa amekivua kile kiatu na kuondoka katika eneo hilo hapo kwa dharura kidogo, lakini jamaa aliweza kuicheki kile kiatu akasema kwamba hichi kiatu kinafanania na kiatu ambacho kinaonekana katika chumba cha Mwamba Taejo. Hapa wakaanza kumtilia shaka Mwamba Mensuk kwamba huenda anahusika katika mauaji, kwa sababu ni kama anatoa taarifa ambazo zina ukakasi sana. Wakaanza kumfuatilia Mwamba Mensuk na kila anapoelekea, na mwisho wa siku jamaa akawa amekomea katika vila moja majengo fulani kubwa sana. Mr. Black akamsibi dada na kumwambia kwamba anatakiwa kumsubiria ndani ya gari. Yeye anakwenda kuingia ndani ya ile jumba ambalo Mwamba Mensuk ameweza kuingia, lakini alipoweza kuingia akakutana na saa ambayo ilikuwa na lebo nyingi sana za vipepeo. Na katika maono ya bidada ni kwamba aliweza kushuhudia kwamba mtu aliyekuwa amevalia hii saa ndiye aliyekwenda kutekeleza majukumu ya mauaji kwa wale watu wawili. Mwamba Black akaendelea kuzunguka ndani ya chumba cha Mwamba Mensuk, lakini katika harakati zake akagundua kwamba kuna dokumenti fulani zilikuwa zimeanguka. Bidada baada ya kuona kwamba Mwamba Black anaendelea kuchelewa ndani ya nyumba ikabidi kuingia. Baada ya kuzikagua kwa umakini sana hizo dokumenti akagundua kwamba Taejo alifanya kazi kubwa sana ya kuzitafuta hizo dokumenti, lakini mtu aliyekuwa akimpatia pesa kwa maana ya kwamba azitafute hizo dokumenti alikuwa ni huyu Mwamba Mensuk. Hofu yao kubwa ikawa ni kwamba huenda Taejo atakuja kuuliwa na huyu Mensuk. Haraka sana ikabidi kumkamata Mensuk na kumpeleka kituo cha polisi. Sasa kwa kuwa Taejo anatakiwa kuuliwa, anaambatana na malaika wawili watu wa roho, na hawa malaika wakiwa wanaambatana na wewe ujue siku zako zimeweza kukaribia. Hasa nyuma ya pazia, kabla ya Mensuk kukamatwa kupelekwa kituo cha polisi, ni kwamba alikutana na Mwamba Black. Black akawa amemtembezea kichapo kisha akawa anamuuliza kwamba hii saa ni ya nani, lakini Mensuk akasema kwamba nilienda nyumbani kwa Taejo nikaiba hiyo saa. Sasa ikabidi bidada Harang alekee moja kwa moja kule katika hospitalini. Hawaelewi kabisa ni nani sasa atakayekuwa anaenda kutekeleza hayo mauaji, ikiwa wao waliweza kushuhudia kwamba mtu aliyekuwa amevalia ile saa ndio aliweza kutekeleza mauaji. Kwa sababu kama Mensuk ameweza kumkamata na yuko kituo cha polisi, ina maana hiki kivuli kingetakiwa kuondoka, lakini hiki kivuli bado kipo, kwa maana ya kwamba muuaji ni mtu mwingine kabisa, sio Mensuk. Hasa mtu mwingine wa kuweza kuhisiwa basi atakuwa ni Taejo, lakini mbona kwa Taejo pia kunaonekana ule moshi mweusi, kwa maana ya kwamba na yeye pia atakwenda kufa, lakini hapa inaonyesha kwamba eti Taejo atakuja tena kumuua huyu mzee. Imekaa vipi? Kwa sababu Mensuk anasema kwamba ile saa alikuwa ameiba nyumbani kwa Mwamba Taejo. Sasa kama Taejo ndo anamiliki saa ambayo inaonekana kuwa na lebo ya kipepeo, na katika maono ya bidada inaonyesha kwamba mtu mwenye saa yenye lebo ya kipepeo ndio alifanya mauaji haya, mambo sasa anazidi kuwachanganya wao mpaka sisi watazamaji. Ase mwisho wa siku Mwamba Black akaamua kuanza kumfuatilia Taejo. Sasa Taejo akaingia ndani ya jumba fulani hivi na akawa amemteka mtu huko, ameambatana na hawa malaika watu wa roho. Kile Mwamba Black akawa anakumbuka kitu kwamba jana bidada alikuwa amemwambia kwamba wakati taa imeweza kuzimwa katika ile maeneo ya party za Halloween, aliweza kuona kwamba kuna mtu alikuwa anatembea na moshi mweusi. Sasa huyo mtu ni nani? Hapa ndio Black akagundua kwamba ile siku ya jana mtu alikuwa amemshuhudia anatoka moshi, inaonekana ndio huyu ambaye amekamatwa na huyu Mwamba Taejo na amefungwa katika kiti ambacho kando yake kimezungushiwa mabomu kama yote. Akiwa anazidi kumshangaa huyo mateka wa Mwamba Taejo, basi moja kwa moja Taejo akawa amemvizia na kumnyoshia kisu, kisa akamwambia kwamba unatakiwa kuwa chini ya ulinzi kwa wakati huu, usijaribu hata kustikisika. Taejo anamjua vyema Mr. Black, ila anamjua kwa jina la Mugen kwa sababu huwa anaamini kwamba huyu jamaa ni afisa wa polisi, lakini jamaa akawa ameweza kumdhibiti na kumweza kumlaza chini Taejo. Ila Taejo alipokuwa ameanguka akashangaa kuona kwamba kuna saa ambayo ina lebo ya yule kipepeo. Sasa hii ikawa inamshangaza kidogo. Upande wa pili bidada bado anaendelea kuhangaika, akawa ameingia katika chumba ambacho Mwamba Taejo mke wake alikuwa amelazwa. Kuja kutazama na gundua kwamba hata mke wa Taejo inaonekana moshi mweusi unatoka. Kwa lugha nyepesi ni kwamba naye anatakiwa kufa. Kabla hata hajakigusa kivuli cha huyu bidada ili kugundua chanzo cha kifo kitakuwa ni nini, lafa tu akaja daktari na kusema kwamba anahitaji kumtoa mgonjwa kwa dakika hii. Wakati anamtoa mgonjwa akawa ameangusha picha. Katika albamu ambayo ilikuwa imeanguka, mbele yake inaonekana kulikuwa kuna picha ambayo inaonyesha familia ya Mwamba Taejo, lakini nyuma walikuwa wameficha picha ambayo inamuonesha yule mmiliki ule ukumbi wa sinema ambao ulisababisha mtoto wao aweze kufariki. Mwamba Taejo baada ya kuiona ile saa akaanza kushangaa na kusema kwamba hii saa ilikuwa inavaliwa na mmiliki ule ukumbi ambao watoto wetu waliweza kupotezea maisha katika ukumbi wake wa sinema. Sasa kila mtu anajua kwamba yule mmiliki wa ukumbi wa sinema aliweza kupoteza maisha muda mrefu sana, lakini mke wa Mwamba Taejo alikuwa anaamini kwamba jamaa bado anaishi na huenda alisafiri kuelekea nje ya nchi na kuzuga kwamba ameweza kupoteza maisha. Mke wa Mwamba Taejo katika kubaini ukweli akaamua kujifanya kuwa ni mfanyakazi wa ndani na akaenda kuomba kazi
kazi katika nyumba ambayo inamilikiwa na mke ambaye mume wake ndio yule ambaye alikuwa anaumiliki ule ukumbi wa sinema uliokuwa umeoa watoto. Ni kweli kabisa, siku moja ikawa imefika. Kweli yule mmiliki wa ule ukumbi wa sinema akawa amefika. Kumbe bana hata alikuwa hajafa. Kwa hiyo Mwamba Taijo baada ya kujua ukweli, moja kwa moja akaamua kumteka mtoto wa yule muonesha sinema, na hapa aliamini kwamba yule mzee atakwenda kujionyesha ni wapi alipo. Na kwa bahati iliyo mbaya ni kwamba Mwamba Black akawa amefika katika eneo hili na kuanza kumshughulikia Mwamba Taijo. Sasa huu ndio ukweli ambao Taijo anaweza kuelezea, na akasema kwamba hata vile vilipuzi unavyoviona kando sio vilipuzi vya ukweli. Nimetengeneza vilipuzi feki ili mradi baba yake atakapokuwa ameweza kuona kwamba mwanae amezungukwa na mabomu aweze kujitokeza mbele ya umma na kueleza wazi kwamba bado anaishi na kile kifo alikuwa ametengeneza kifo ambacho ni fake. Black akawa amekubaliana na Taijo, lakini Taijo bana akaamua kumpiga shoti jamaa katika maeneo ya shingo. Kisha akawa anaifanya kazi hii peke yake, akatangaza katika vyombo vya habari kwa kusema kwamba mmiliki wa ukumbi wa sinema bado anaishi. Lakini pia bidada Harang aliweza kuona ile scene ambayo ilikuwa imesapakaa katika mitandao ya kijamii. Akaanza kufikiria ni wapi ambapo huyu Mwamba Taijo atakuwa anapatikanika na ni wapi ambapo ameweza kumtekea huyo mtoto wa huyu mmiliki wa ukumbi. Mwisho wa siku katika kuitazama sana ile video wakaja kugundua kwamba huyu mtu anapatikanika katika maeneo fulani hivi ya kuhifadhia vitu. Moja kwa mbili wakaanza safari kuelekea katika maeneo hayo. Sasa huku Mwamba Taijo amesubiria kwa muda mrefu, anashangaa kwamba yule mzee hajitokeze. Haraka sana akaanza kulipua katika maeneo haya baadhi. Sasa kwa bahati mbaya sana wakina Harang walivyokuwa wanaingia katika eneo hili la jengo, na wao wakawa wameangukiwa na baadhi ya vifusi ambavyo vilisababishwa na ule mlipuko. Sasa imekuwaje hiki? Mwamba Black akawa ameamka kutokea katika usingizi mzito kuja kutazama ni nani ambaye alikuwa ameangukiwa na kifusi na kuweza kupoteza maisha. Wakaja kushangaa kuona kwamba eti ni mke wa Mwamba Taijo ndio aliweza kuangukiwa na kifusi na amepoteza maisha. Sasa hata upande wa Taijo hii ikawa inamshangaza sana kwa sababu hivi vilipuzi alikuwa ameweka vilipuzi feki na alikuwa anafanya vile kwa lengo la kutishia tu. Akashangaa eti mambo yameweza kulipuka. Hasa kumbe Mwamba alifanywa mchezo. Wakati yeye ameendelea kumteka yule mtoto wa yule mmiliki wa ile kampuni ambayo ilikuwa inaonyesha sinema, kumbe na yeye bana kuna mtu mwingine alikuwa ameingia ndani ya ukumbi huo akaenda kumteka mke wake kule hospitalini na akamleta hapa katika eneo hili ambalo aliweka vilipuzi. Kwa hiyo wakati ameweka vilipuzi feki, yule mtu alikuja na vilipuzi original. Wakati yeye analipua tu na yule mtu akawa amelipua upande wa pili. Kwa hiyo ikaonekana kwamba yeye ndio ameweza kulipua na ameweza kumuua mke wake. Hapa sasa nimeelewa kwa nini yule mzee mmiliki ule ukumbi hakuweza kujitokeza. Kumbe alikuwa na uhakika kabisa kwamba mtoto wake yuko mahali salama. Polisi haraka sana wakatimba katika eneo lile pale wakiwa na bunduki zao za kutosha. Mwamba haamini kabisa kwamba ameingia katika msaala wa kuweza kumuua mke wake yeye mwenyewe. Alafu msaala mzito kweli yani. Hakuiona kabisa sababu ya yeye kuendelea kuishi. Akaamua kuzuga kana kwamba anataka kufanya kulipuzi tena. Mwisho wa siku polisi wakawa wamemshambulia na moja kwa moja Mwamba akapoteza maisha. Lakini alitazama picha ya mtoto wa mmiliki wa ukumbi wa sinema. Aki alishuhudia ile jitihada kubwa ambayo Mwamba Taijo aliweza kuitumia katika kuvumbua ukweli. Akaona amsaidie hajapokuwa Mwamba ameweza kupoteza maisha. Akatangaza juu kabisa ya jengo na kusema kwamba mmiliki wa ule ukumbi bado anaishi. Roho ya Taijo pamoja na mke wake ilitabasamu tu mara baada ya kuona kwamba Taijo aliweza kusambaza ukweli kwamba Mwamba bado anaishi, mmiliki wa ule ukumbi wa sinema. Basi wakaelekea huko kuzimu kwa amani. Hivi umegundua kwamba kutokea katika episodi ya kwanza mpaka episodi hii ya 6, bidada kila unabii anaouona unatimia na hakuna unabii aliweza kufanikiwa kuutengua. Mmiliki wa ukumbi wa sinema akataka kuweza kutoroka, lakini ajabu ni kwamba yule aliyekuwa amemsaidia yule mtoto wake ndiye aliweza kumuua huyu mmiliki wa ukumbi wa sinema. Hii imekaa vipi yani? Siku ya leo bidada mmoja anayefahamika kama Yang Hee alikuwa anafuatiliwa na malaika watoa roho. Basi bana Mwamba Black alipoweza kuona hawa malaika watoa roho, hakutaka kabisa bidada aweze kushuhudia. Kwa sababu bidada ni kweli kabisa atashuhudia unabii ya kwamba huyu bidada atakwenda kufa, lakini mbaya zaidi ni kwamba anapotezaga muda mwingi sana kupambana, lakini mwisho wa siku unabii unakwenda kutimia. Kwa Black akaamua kumzuia hata asione ili angalau asianze kuhangaika kuzuia. Mwamba Black ameshafanikiwa kumzuia bidada asiweze kumuona yule mwanamke wa kwanza, lakini hapo dakika hizo tena bidada akafanikiwa kuona katoto kadogo fani ambako moshi ulikuwa unaonekana nyuma yake. Dada Harang anaamini kabisa kwamba yeye anaweza kuzuia tukio la kifo lisiweze kutokea, lakini kitu ambacho hajui ni kwamba mpaka dakika hii hajaweza kufanikiwa kuzuia tukio hata moja. Hata yule mtoto ambaye anaaminiki kwamba aliweza kuzuia tukio lake ni kwamba yule mtoto alipotezaga maisha kitambo tu. Na hata huyu Mr. Black ambaye yeye anaamini kwamba ni Mugen aliweza kwamba kuzuia tukio lake bado alishindwa kabisa, na Mugen aliweza kupoteza maisha. Hata huyu anayezungumza naye ni Mr. Black ambaye sio kabisa Mugen. Afro mama wa mtoto akawa ametimba katika maeneo hayo na unabii unaonesha kwamba huyu mama ndio atakwenda kumuua mtoto wake. Bidada kama ilivyo kawaida yake bana anaanzaga kuhangaikia kustopisha matukio, lakini mbaya zaidi ni kwamba huwa anashindwa kabisa kuyastopisha matukio ambayo anayapanga. Hebu tumtazame katika tukio hili. Je, ataweza kufanikiwa au la? Mwamba Black akawa anamshuhudia bidada anavyohangaika tena kwenda kustopisha tukio la mauaji. Akasikitika tu, akatamani hata amwambie ukweli, lakini akawa amemwacha tu bidada ahangaike tena, angalie kama anaweza kushinda. Episodi ya 7 itakwenda kutupa majibu ni nini ambacho kitakwenda kutokea. Je, bidada atafanikiwa kuweza kustopisha mauaji haya ambayo mama anapanga kwenda kumuua mwanae? Kuchelewa ama kuwahi kwa episodi ya 7 kote kuko mikononi mwako. Ni wewe tu na kugusa alama ya kulike. Unapogusa alama ya kulike na tukafikisha like 100 kwa wakati mdogo, basi tunatoa episodi ya mbele yake wakati huo. Kile kubwa zaidi nikumbushe wewe ambaye bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema, kwani kila episodi inatoka kwa wakati, na kwa kugusa alama yako ya kengele basi unakuwa unapata episodi kwa haraka zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Wakikuliza
Uliza anaitwa nani, waambie anaitwa DJ Poa PVP Media Max.